wilaya ya Lindi, manispaa ya Lindi ilikuwa inapokea bilioni 1,800,000 tu kwa mwaka. Unaweza kaamini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan sasa hivi tunavyozungumza analeta bilioni 5,292,000 kwa mwaka. Awali ilikuwa bilioni 1.8. Kwa ajili ya sasa hiyo bilioni 1.8 ikiletwa ndo mnaanza sasa kugawana. Basi kidogo iende huku, kidogo iende kule. Lakini sasa hivi tukiangalia kwenye mgawanyo huo tuna bilioni 5.29. Angalau unaweza kusema tunaweza tukafanya hichi, tukafanya kile, tukagusa hapa, tukagusa na pale. Kuliko kuendelea kutoa ahadi nyingi, watu wanasubiri kwa miaka mingi. Sasa hizi tunapunguza sasa. Angalau fedha zinakuja kwa wingi zaidi. Ndio tunaendelea kubanana na taasisi zetu hizi ziweze kutoa huduma bora. Lakini tukija kwenye maji, sekta ya maji kwa kweli kuna taasisi mbili hapa Lindi. Kidogo naweza nikawachekesha kidogo. Kuna LUWASA na RUWASA. Wenye elo na ara wale kidogo watanani nasema changamoto hao. Lu na Ru. Mimi mwenyewe nikasema Lu na Ru wapi na wapi? Kumbe kuna ile LUWASA ambayo ni maji mjini. Yenyewe inahudumia eneo la jiji kama jiji. Yaani eneo la manispaa lile. Ndio. RUWASA yenyewe inadili na vijijini. Kwa hiyo sasa hebu tukiangalia bajeti ya hawa wa mjini. Hawa wa mjini bwana, unaweza ukaona kwamba hadi sasa hivi tunavyozungumza hawa maji mjini katika manispaa yetu ya Lindi wanatekeleza miradi 7 yenye jumla ya thamani ya bilioni 52. Unaweza ukasema bilioni 52 mbona kubwa sana? Kuna mradi mmoja mkubwa sana. Huu ndo tunaweza kusema ndo mega mradi. Huu upo mradi wetu wa Ngapa. Huu una thamani ya bilioni 33. Ni mradi mkubwa sana sana. Ndio. Kwa hiyo kuna hapana. Ndio, huu mradi una thamani ya bilioni 33, lakini fedha zinaendelea kuingia awamu kwa awamu. Kwa hiyo kuna miradi 7 inayotekelezwa kwa zaidi ya bilioni 52 na unaweza ukaona mbona ni fedha nyingi. Hizi zinaingia awamu kwa awamu. Na katika matarajio yake ni kwamba kadri tunavyosonga mbele kuelekea mwisho wa mwaka huu baadhi ya miradi itakamilika, lakini mingine inaendelea kufanyiwa kazi na mingine imeshaanza kufanya kazi. Na hii ni ile miradi ambayo inasimamiwa na LUWASA kama lakini kuna RU sasa. Ndio. Hawa RUWASA hawa ni wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini. Hawa RUWASA kiujumla wanahudumia zaidi ya vijiji 130. Na wanahudumia halmashauri 2, halmashauri ya Mtama na manispaa, lakini manispaa wanahudumia jimbo la Mchinga tu. Na hadi sasa wao wana miradi ya maji 28 yenye thamani ya zaidi ya milioni 22 milioni 600 bilioni 22 milioni 675. Kwa hiyo bilioni 22 kwenye miradi ya zaidi 28 inayoendelea kutekelezwa kuanzia Mheshimiwa Rais aingie madarakani. Hawa RUWASA naomba niseme kwa uchache. Na tulikuwa na mashujaa kwenye hii ziara. Tulikwenda kukagua miradi ya uchimbaji wa visima. Tunaposema miradi hii unaweza kusema sasa mbona kijiji fulani hakina maji? Lakini kata hiyo ina maji. Au kata jirani ina maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akasema miradi mikubwa thamani yake ni kubwa. Kwa hiyo lazima tuwe na miradi midogo wakati tunaendelea kutafuta fedha ya kutengeneza miradi mikubwa kwenye maeneo haya ya pembezoni. Kwa hiyo tukafanya ziara maalumu ya kuzungukia visima maalumu vilivyochimbwa kwa ajili ya kukava magepu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameleta fedha za miradi, lakini akasema akanunua magari ya kuchimba visima ya kila mkoa. Kwa hiyo mkoa wetu wa Lindi una gari lake. Ila linazunguka sasa wilaya zote 5 za mkoa huu wa Lindi. Kwa hiyo kwa wilaya ya Lindi ina maana RUWASA ndo gari lao hilo linalohudumia Mtama na Mchinga. Likachimba visima kwenye baadhi ya maeneo ambayo yameshindikana au yalikuwa yana shida ya maji kwa muda mrefu, lakini sasa bado hatujapata fedha za miradi mikubwa. Kwa sababu unapozungumzia mradi mkubwa si chini ya bilioni 1. Si chini ya bilioni 2, 3 ndo tunasema sasa mradi una mitambo una nini vile vifaa vyote. Akasema basi kabla hatujapata hayo mabilioni, hebu basi huku wasikose huduma tuwachimbie visima. Tukazunguka na timu kuweza kutazama sasa uchimbaji wa hivi visima. Vyote vimechimbwa na vingine vinaanza kutoa maji. Maeneo ambayo hayakuwahi kuwa na maji, walikuwa wanategemea chemchemu, walikuwa wanachota kwa umbali mrefu. Leo angalau, tunasema angalau, kwamba miradi mikubwa inakuja, basi hebu tuanze na hii midogo
Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinaendelea kufanyika. Lisi umezungumza hapo jambo kwamba kuna maeneo unaweza kukuta maji hayatoki kabisa, lakini maji yamefika kwenye eneo hilo. Pengine kwa wananchi, labda kwa sababu hizi issue ni issue za taarifa, na kwa upande wa jiografia yetu unaweza kukuta vijiji viko mbalimbali. Pengine labda unaweza kutuambia kwa uchache ambavyo baadhi ya maeneo ambayo tayari visima vimeshachimbwa na pengine maji yanatoka kwa maeneo ambayo umeyataja. Ndio, kama nilivyosema, hili la kuchimba visima ni ya RUWASA. RUWASA wanahudumia halmashauri ya Mtama na jimbo la Mchinga. Baadhi ya maeneo au maeneo mengi tunajitahidi sana kufanya ziara vijijini, na tunajitahidi sana kuwaomba waheshimiwa madiwani wanaofanya kazi kubwa sana kwenye kata zetu nao wafanye ziara, watoe habari. Lakini kuna vikao hivi vya WDC, kuna vikao vya taarifa za vijiji, tunakuwa tunawasisitiza sana hizi taarifa ziwafikie wananchi ili wajue mbona majirani zetu wana maji sisi hatuna. Lazima tuwaambie kwamba kwenu kitakuja kisima, au jamani kisima kinaendelea kuchimbwa. Na uzuri wanayaona yale magari. Magari ni makubwa, ni kama lilori likubwa linakuja pale, lina drill, lina compressor, kuna mashine zile za drilling. Kwa hiyo tunakuwa tunawazungukia kuwaeleza sasa kwamba jamani tunakuja kufungua, aidha kuonesha kwamba jamani haya maji yameanza kutoka na kadhalika. Tulizunguka Mtama, tulizunguka Mchinga, lakini bado uhitaji ni mkubwa sana. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.